Mstari wa 23, ndipo utapokwenda katika njia yako salama, wala mguu wako hautajikwaa. Ulalapo hutaona hofu, naam, utalala na usingizi wako utakuwa mtamu. Usiogope hofu ya ghafla, wala uharibifu wa ovu utakapofika, kwa kuwa Bwana atakuwa tumaini lako, naye atakulinda mguu wako usinaswe. Usiwanyime watu mema yaliyo haki yao, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Usimwambie jirani yako, nenda urudi, alafu na kesho nitakupa, nawe unacho kitu kile karibu nawe. Usiwaze mabaya juu ya jirani yako ambaye anakaa karibu nawe na kujiona salama. Usishindane na mtu bila sababu, ikiwa hakudhuru kwa lolote. Anasema usimhusudu mtu mwenye jeuri, wala usichague mojawapo ya njia zake. Yani usiwe na admiration, yani usifurahie, usiwe na shauku na hamasa na mtu ambaye ni muovu, mtu ambaye ni jeuri. Sio jambo jema, mtumishi. Male karabo lobozira. Ndio maana neno usimhusudu mtu mwenye jeuri, wala usichague mojawapo ya njia zake, maana mtu mkaidi ni chukizo kwa Bwana, bali siri yake ni pamoja na wanyofu. Siri ya Bwana pamoja na wanyofu. Laana ya Bwana ii katika nyumba ya ovu, bali huibariki maskani ya mwenye haki. Hakika yake huwadharau wenye dharau, bali huwapa wanyenyekevu neema. Wenye hekima wataurithi utukufu, bali kukuzwa kwa wapumbavu ni fedhea. Nasikia maneno mazito, mtumishi. Anasema wenye hekima wataurithi utukufu. Lakini kukuzwa kwa wapumbavu, kuinuliwa kwa wapumbavu, anasema kusifiwa kwa wapumbavu ni fedhea. Bwana huwapa wanyenyekevu neema, mtumishi. Na wewe una tunda la unyenyekevu ndani yako, mtumishi. Na ndio maana umepewa wingi wa neema, mfalme. Umepewa wingi wa neema ndani yake Kristo. Hii ni Mithali sura 3 mstari wa 1 mpaka 35. Hebu pata nafasi kurudia tena hii Mithali baadaye wewe mwenyewe.